Karibu Tabora, karibu Toronto. Kinachonishangaza mimi, kwa nini watu wanisema sema? Kimsingi chama hiki kimenisaidia sana kiupande wa familia na kiupande wa jamii kiujumla. Ninachowashauri wakulima wenzangu ni kwamba kwanza wakaribishe kwenye chama cha msingi Ushindi, ambacho mimi binafsi nakiona kimenipa tija na sasa naendelea kuhamasisha hasa kule kijijini kwangu. Sana tubezi sana kwenye kilimo cha kujitegemea. Tusitegemee sana mikopo ya 100%, ndipo tunapata mafanikio. Tangu enzi za mababu walizingatia kilimo, wengi wao wakafanikiwa. Waswahili walisema jembe halimtupi mkulima na mchagua jembe si mkulima. Moja ya mafanikio ya chama cha msingi cha wakulima wa tumbaku Ushindi kilichopo wilaya Urambo mkoa wa Tabora ni ujenzi wa ofisi pamoja na ghala kubwa la kuhifadhia mazao, kama anavyoeleza mwenyekiti wa chama hiki Sebastian John Kihanga. Ndani ya miaka mitatu ya uzalishaji, chama kimeweza kupandisha uzalishaji kutoka kilo 430,000 hadi kufikia kilo 1,500,000 ambazo tunatarajia kuuza msimu huu. Chama chetu hadi sasa kina wanachama 394 na tuna wakulima 110, hivyo kwa jumla wanachama pamoja na wakulima tuna wanachama 519. Kwa kipindi hiki cha miaka mitatu cha uzalishaji, chama kimeweza kufanikiwa kutengeneza maendeleo ya chama kama ifuatavyo. Chama kimeweza kujenga ghala kubwa lenye ukubwa wa mita square 1040 ambalo linaweza kubeba mitumba 2500 kwa ajili ya kwa kuuza kwa soko, na kwa kuhifadhia linaweza likahifadhi mitumba 10,000. Ghala hilo tumelijenga kwa jumla ya shilingi milioni 134 ambazo ni pesa za ndani. Chama tumeweza kujenga ofisi hii imegharimu jumla ya shilingi milioni 76, ikiwa ni material, vifaa pamoja na kumlipa fundi. Na vile vile ndani ya ofisi tumeweza kununua samani za ofisi ambazo zinaitwa furniture zenye jumla ya shilingi milioni 42. Hivyo mafanikio yote haya tumeweza kuyapata kwa sababu ya mambo mbalimbali. Moja ni mfumo wa uendeshaji chama, maana yake bodi na watendaji tumeweza kusimamia ipasavyo kwa kufuata misingi ya kisheria, misingi ya kanuni na miongozo mbalimbali ya chama. Haya ni mafanikio makubwa yanayopaswa kuigwa na vyama vingine, kwani ndiyo yanayoimarisha dhana ya ushirika ni uchumi. Na hapa mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora, Venance Msafiri, anatamani kuwa na vyama vichache vyenye uwezo wa kuzalisha kwa wingi kuendana na hitaji la soko. Endeleeni kushirikiana. Maana hiki ni chama cha kwanza ambacho kina ofisi nzuri. Kwenye mapekeo hapa nimeona mnaenda kuzalisha msimu wa kuja, mnaenda kuzalisha kilo 1,500,000 ambacho kwenye mkoa wa Tabora ndio kitakuwa chama cha kwanza. Hakuna chama ambacho kinashika zote. Ambapo ni unaenda kwa taratibu, utaweza kilo 400,000, 800,000, milioni 1 na 100,000, msimu huu ndio 1,500,000. Ule msimu unaokuja na tuongea lugha nyingine, inaweza milioni 2 au milioni 3. Tunatamani tuwe na vyama vichache vyenye nguvu. Maana yake ni nini? Mnapunguza mzigo kwa upande wa kampuni. Yaani sisi tunatamani mimi nikipata mkokoa kwa pale kupa vyama 100 yenye kilo milioni 1 kwa milioni 1 mpaka milioni 3. Maana yake nini? Yale mahitaji ya tumbaku ambayo ni ya nchi nzima yanawezekana katika mkokoa wa Tabora tukijipanga vizuri. Sisi jukumu letu bodi ya tumbaku visembaji na viongozi wa serikali ni kuwatia moyo. Changamoto zitokea hizo tulifanya. Wanawake nao hawako nyuma katika kilimo hiki cha tumbaku. Msisitizo ni kujitokeza na kujiunga na ushirika huu wa Ushindi. Faida nimeshapata kubwa sana hii miaka 4, kwa sababu na tumshukuru Mwenyezi Mungu, tunalima kwa wakati, tunapanda kwa wakati, na pembejeo pia zinakuja kwa wakati bila usumbufu wowote ule. Nachoomba wanawake wenzangu wajitokeze kulima kwa wingi. Hela ipo Ushindi, wanalipa kwa wakati. Tujitokeze wanawake.
Kuzinduliwa kwa ofisi hii kunashuhudiwa na Consolata Kiluma, naibu mrajisi wa vyama vya ushirika upande wa uhamasishaji kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini TCDC. Sisi kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika tuna vipaumbele ambavyo pia tunaendelea kuvisimamia. Kipaumbele kimojawapo ni kuhakikisha kwamba vyama hivi vinajiendesha kibiashara. Kwa hiyo tunawashukuru sana chama chetu hiki kimetafsiri kwa vitendo ushirika kujiendesha kibiashara, na ndio maana tuna moja ya slogan hapa tunasema ushirika ni biashara. Ushirika ni biashara, tunaanzia shambani, tunaweka mikakati yetu kwa kuzalisha kwa tija, kwamba chama kitapata faida, lakini pia mkulima moja au kwa maana ya wanachama moja kuhakikisha kwamba tunaona thamani ya kilimo ambacho tunafanya. Mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria kwa wanachama hawa, Dr. Hamisi Mkanachi, mkuu wa wilaya ya Urambo, anatilia mkazo swala la kulipa madeni kwa wanachama wanaodaiwa pamoja na kuwa tayari kwa ajili ya kujisajili kwenye mpango wa bima ya zao la tumbaku. Na ili mkulima azalishe vizuri, kwa kweli ni ufuatiliaji na usimamizi. Na ili mkulima asitoroshe tumbaku, ni mambo kama haya. Mambo haya yanaonekana, si ndio? Lakini ndugu zangu, wale wenye madeni tulikubaliana utaratibu wa kulipa madeni, mkalipe madeni. Wale ambao tuliwapa muda wapewe muda ule ule, wale ambao muda wao umeisha walipe madeni, na dhamana zenu tutazishikilia muda ukifika kama deni la watu gani. Lakini waambieni na niwatoe wasiwasi. Kweli tulipita kwenye kipindi fulani kamsukosuko. Kale kipindi kametuimarisha zaidi. Sababu wakati tunapita kwenye kale kipindi, hiyo ofisi ilikuwa bima hii ya zao inakwenda kumhudumia mkulima kwenye majanga yote. Kwa hakuna atakayelima kwa hasara. Tunakwenda kulima kwa faida. Kila atakayeamua kulima, hawa ndugu zetu Wintrust ndio wamepewa dhamana ya kufanya kazi na ushirika. Kwa hakika mwenye macho haambiwi tazama. Ni matamanio yetu kuwa uzuri wa ofisi hii unakwenda sambamba na ukuaji wa kiuchumi wa mwanachama mmoja mmoja kutokana na faida anayoipata kupitia kilimo hiki cha tumbaku. Sisi ndio waanzilishi wa chama hiki. Tumeanza tukiwa wanachama kama 26. Baada ya hapo tukaongezeka, tukakopeshana, lakini sera ya chama chetu ilikuwa ni kukopeshana 75%. 25% mkulima ajitegemee. Tumeenda hivyo msimu wa mwaka jana, tukakubaliana kila mkulima tukopeshane 50%. Kiukweli mimi ni mnufaika moja wapo ambaye niliacha mfuko wa pembejeo kwenye chama hiki, ambacho kwa sasa nilikuwa na mwanzo ilikuwa makisiwa eka 5, sasa hizi makisiwa eka 10. Kwa hiyo najitegemea eka 5 na kopa. Karibu Tabora, karibu Toronto.